sura ya 7 ya kitabu cha Danieli. Nusu ya kwanza ya kitabu cha Danieli, yaani sura ya kwanza mpaka sura ya 6 inazungumzia zaidi historia ya ufalme wa Babeli. Zaidi inajikita katika ufalme wa Babeli, kueleza mambo halisia yalivyotokea katika ufalme huo. Lakini katika sura 6 za mwisho unabii wa Danieli umejikita katika historia ya dunia kwa ujumla, si tu kwa ufalme mmoja, bali historia ya dunia kwa ujumla mpaka mwisho wa wakati. Kwa mwanafunzi wa unabii, sura ya 7 ya kitabu cha Danieli ni sura muhimu sana ya kujifunza, maana ni sura ambayo inaanza kueleza historia na unabii kutoka kipindi cha ufalme wa Babeli mpaka wakati wa hukumu ya upelelezi, ambayo ndio kiini cha sura hiyo. Biblia inapoeleza juu ya mataifa na falme mbalimbali za dunia inaeleza, lakini hiyo sio hoja yake kuu ama dhamira yake kuu, bali dhamira yake huwa ni mambo ya kiroho. Ni kwa namna gani falme hizo zimehusika ama zimehusiana na watu wa Mungu. Ndio maana na zenyewe zinaingizwa katika historia ya maandiko matakatifu ama katika unabii. Lakini kama kuna ufalme ambao taifa ambalo halijahusiana kwa namna yoyote na watu wa Mungu, ni ngumu sana kulikuta katika unabii ama katika maandiko, kwa sababu halijahusiana kwa namna yoyote na watu wa Mungu. Kwa hiyo dhamira kuu ya sura ya 7 ni hukumu ile ya upelelezi, hukumu ya uchunguzi ambayo tunapaswa kuifahamu kama wanafunzi wa unabii, hasa kwa msingi wa kiroho. Sura ya 7 ya kitabu cha Danieli ni sura ya pili ambayo iko kiroho zaidi na imepanuka zaidi. Yaani sura ya pili inajirudia, mambo ambayo yapo katika sura ya pili yanajirudia katika sura ya 7 kiroho zaidi, na yakiwa yamepanuka zaidi na yakiwa yameongezeka zaidi. Katika sura ya pili Mungu alimfunulia habari za mambo yajayo mfalme Nebukadreza. Mungu alimfunulia mfalme Nebukadreza habari za mambo yajayo, lakini kwa sababu mfalme Nebukadreza alikuwa ni mfalme ambaye ni mpagani, mtu ambaye hayajui mambo ya kiroho, kuna mambo ambayo hakuweza kuoneshwa, maana yasingeyaelewa. Yale ambayo angeyaelewa yalikuwa yanamhusu, basi hayo tu ndiyo ambayo alioneshwa. Mambo mengine ambayo ni ya kiroho, basi alitakiwa aoneshwe ama angeoneshwa mtu wa kiroho ambaye ni Muisraeli, ili aweze kuyaelewa na kuyatangaza kwa watu wengine ama na kwa ulimwengu mzima. Sura ya pili pia ilikuwa ni msingi wa Danieli mwenyewe kuoneshwa mambo makubwa zaidi, jinsi alivyo react ama alivyoitikia wito wa yeye kupokea ndoto na ama kuomba ili aoneshwe maana ya maono yale yaliyooneshwa mfalme, na jinsi alivyoweza kumtafsiria mfalme na kumwambia ile ndoto aliyoota, ilitengeneza msingi wa Danieli kujiweka katika mambo makubwa zaidi. Maana imeandikwa mwaminifu katika madogo atawekwa katika yaliyo mengi zaidi. Kwa hiyo Danieli alijitengenezea msingi wa kuwa nabii mkubwa zaidi ambaye ataoneshwa mambo makubwa zaidi. Kwa hiyo sura ya 7 ni sura ya pili iliyojirudia, ikiwa kiroho zaidi na imepanuka zaidi. Sura ya 7 inafunua wakati ujao wa watu wa Mungu, si wa Waisraeli peke yao wa kimwili, bali Waisraeli wa kiroho. Maana mambo hayo yangetokea mpaka wakati wa mwisho, na ambayo mpaka sasa yanatakiwa kutimia kwa wakati huu. Mengine yalishatimia na mengine yatatimia. Maono haya alipewa Danieli takribani mwaka wa 540 kabla ya
kuzaliwa kwa Kristo. Baada ya miaka 60, takribani miaka 67 ya Danieli kuishi ikulu ya Babeli, lakini pia ya Wamedi, Danieli hakuwa amepungua hata kidogo kiroho. Alikuwa ameimarika pamoja na kupita katika shughuli za uongozi wa kiraia, lakini bado uimara wake kiroho ulikuwa haujapungua hata kidogo. Alikuwa sasa analetwa katika kuonyeshwa matukio muhimu sana ya kiroho kuanzia kipindi chake mpaka kipindi cha wakati wa mwisho. Jicho lake la imani halikuwa limepungua hata kidogo, kiasi kwamba amri ya Mikaeli, kwa amri ya Mikaeli, Gabrieli angeweza kumchukua Danieli mpaka kumpeleka mbinguni kwenda akamuone Baba na Mwana katika kazi ya mwisho ya patakatifu pa mbinguni. Musa naye tunasoma kwamba alioneshwa hii patakatifu ya mbinguni katika mlima wa Horeb, wakati anaambiwa na yeye mfano wa ile patakatifu ya mbinguni akaweze kujenga, kuongoza ujenzi wa patakatifu hapa duniani. Aliona utukufu mkuu sana wa hekalu la mbinguni kiasi kwamba ilimbidi kufunika uso wake. Kwa hiyo vile vile kama ambavyo Musa alioneshwa patakatifu pa mbinguni, ndivyo ambavyo naye Danieli alioneshwa mambo ya patakatifu pa mbinguni. Moyo wa Danieli ulikuwa umefungamana pamoja na Mungu. Kwa hiyo mambo ambayo macho ya mwanadamu halikuyaona wala kusikia yaliweza kufunuliwa kwa Roho kupitia nabii Danieli. Mungu alisema kupitia nabii Hosea akisema kwamba nimenena kwa vinywa vya manabii, nami nimeongeza maono, na kwa huduma ya manabii nimetumia mifano. Hosea 12 mstari wa 10. Kwa hiyo alitumia mifano anaponena na manabii ili waweze kuelewa, lakini pia ili waweze kuwasilisha ujumbe huo kwa watu wengine. Katika sura ya 7 Danieli aliona maono ambayo yalikuwa yanawakilisha falme za dunia hii. Falme za dunia hii ziliwasilishwa mbele ya Danieli kwa mifano, kama ambavyo Hosea 12 mstari wa 10 tunaona Mungu alinena na manabii kwa mifano. Kwa hiyo falme za dunia hii ziliwasilishwa mbele ya Danieli kwa mifano ya wanyama, tena wakali wenye kuwinda ambao ni wawindaji. Wanyama hawa walitokea katika bahari iliyovurugika. Katika unabii upepo ni ishara ya vita na migogoro. Hebu tusome kitabu hiki cha Danieli sura ya 7 mstari wa 2. Anasema, Danieli akanena akisema, naliona katika maono yangu wakati wa usiku, na tazama, hizo pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari kubwa. Ndipo wanyama wakubwa 4 wakatoka baharini, wote wa namna mbalimbali. Kwa hiyo Danieli aliona pepo 4 za mbinguni zilivuma kwa nguvu juu ya bahari, na baada ya pepo hizo kuvuma, wanyama 4 walitokea. Sasa katika unabii pepo huwakilisha ama ni ishara ya vita na migogoro, hasa ya kisiasa, yaani political strife, political crisis ndizo ambazo zinawakilishwa na upepo katika maandiko. Ukisoma Yeremia 49 mstari wa 36 utaona jinsi ambavyo upepo unawakilishwa ni vita, migogoro mbalimbali ambayo mapinduzi ya kisiasa yanawakilishwa na upepo katika unabii. Kwa hiyo kupitia migogoro ya kisiasa, machafuko ya kisiasa, vita, mapinduzi, ndivyo ambavyo falme za dunia hii, ndizo njia ambazo falme za dunia hii ziliinuka. Kwa hiyo
Falme hizi za dunia zilizowakilishwa na wanyama zilipata mamlaka ya kutawala dunia kupitia mapinduzi, kupitia vita, kupitia machafuko. Ndipo ambapo mamlaka hizi zilipata kutawala dunia. Lakini pia bahari katika unabii huwakilisha watu wengi, huwakilisha watu, makutano, mataifa na lugha, huwakilisha maeneo yenye watu wengi, populated, high populated areas. Na hiyo utaona katika kitabu cha Ufunuo 17 mstari wa 15, maji mengi huwakilisha nini? Maji mengi au bahari huwakilisha nini? Kwa hiyo na wanyama pia waliotajwa wao wanawakilisha falme za dunia. Ukisoma katika Danieli 7 mstari wa 17, Danieli aliambiwa hao wanyama wanne uliowaona ni falme 4 ambazo zitatokea katika dunia. Babeli ni ufalme wa kwanza ambao uliwakilishwa na mnyama simba. Katika ile sanamu ambayo mfalme Nebukadreza aliota kwenye sura ya pili ya kitabu cha Danieli, ufalme wa Babeli uliwakilishwa na kichwa cha dhahabu. Kwa hiyo katika sura ya 7 tunaona kwamba mamlaka hii ya ufalme wa Babeli ilionekana kama simba mwenye mabawa ya tai. Kwa hiyo kichwa cha dhahabu katika ndoto aliyoiota, katika sanamu ile ambayo aliota mfalme, kichwa cha dhahabu ni sawa na simba huyu mwenye mabawa ya tai anayetajwa katika kitabu cha sura ya 7. Simba anajulikana, misemo mingi namtaja kama mnyama mwenye nguvu na mkali, ama mfalme wa pori, mfalme wa nyika. Alikuwa ana mabawa yale yaliwakilisha wepesi wa kumiliki maeneo, maana falme za zamani zilikuwa zikiwa zinatawala basi ni kuvamia maeneo na kuyateka na kuyaweka kuwa himaya yake. Hivyo mabawa yale yaliwakilisha wepesi wa ufalme ule katika kuteka maeneo. Babeli kuifanya kuwa himaya ama empire kubwa sana. Kabla ya ufalme wa Babeli kujulikana kama ufalme huru ama unaojitegemea, wakati bado Babeli ikiwa jimbo lililotawaliwa na Waashuru, Habakuki na nabii wa Israeli alipewa maono kuhusu ufalme huu wa Babeli ambao alioneshwa kama ufalme wenye nguvu na mfano wa simba mwenye mabawa ya tai. Akiwa anazungumza na Israeli aliwaambia kuhusu kazi iliyokuwa ya ajabu sana kiasi kwamba hawangeiamini hata wambapo wangeelezwa. Alisema katika kitabu cha Habakuki 1 mstari wa 6 na wa 8, anasema kwa maana angalieni na waondokesha Wakaldayo, taifa lile kali lenye haraka kupita kiasi. Ile haraka kupita kiasi ndiyo mabawa yale ambayo simba alikuwa nayo. Wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Wayamiliki makao yasiyo yao, nimeeleza kwamba mabawa yale yanawakilisha kasi ya kuteka maeneo yasiyo yao ili yawe yao. Wapitao katikati ya dunia ili wayamiliki makao yasiyo yao. Farasi zao ni wepesi kuliko chui, ni wakali kuliko mbwa mwitu wa jioni, na wapanda farasi wao hujitapa. Naam, wapanda farasi wao hutoka mbali sana, huruka kama tai afanyaye haraka are. Habakuki 1 mstari wa 6 na 8. Hapa imeeleza kwa uwazi kwamba taifa hili la Wakaldayo ambalo ndio Babeli lingeondoka kuwa ufalme wa dunia na lingekuwa na kasi ya kuteka maeneo na kasi ile sasa iliwakilishwa na mnyama simba mwenye mabawa ya tai. Yaani ufalme huu wa Babeli ulikuwa na sifa mbili. Ulikuwa una sifa mbili, ya mnyama ambaye anatajwa kuwa mfalme wa nyika kwa nchi kavu, lakini pia mfalme wa mabawa ya mfalme wa anga ambaye ni tai. Lakini mnyama huyu simba ambaye aliwakilisha ufalme wa Babeli aliondolewa uwezo wake, mabawa yake yakafutuka na akasimamishwa
akasimamishwa kama kwa miguu ya mwanadamu. Katika sura ile ya 7 mstari wa 4 anasema, wa kwanza alikuwa kama simba, naye alikuwa na mabawa ya tai. Nikatazama hata mabawa yake yakafutuka manyoya, akainuliwa katika nchi, akasimamishwa juu kwa miguu miwili kama mwanadamu, naye akapewa moyo wa kibinadamu. Moyo wa mwanadamu bila Kristo ama bila haki ya Kristo ni dhambi tupu. Katika ufalme wa Babeli uliowakilishwa na simba, mabawa yalikatwa, yaani ile kasi ilikatwa, lakini pia nguvu zote kutoka kwenye ufalme huu zilipolwa, kwa sababu Mungu aliuacha ufalme huu ambao mwanzo alikuwa anautumia, aliuacha chini ya serikali ya mfalme Belshaza. Nabii Habakuki anatoa sababu ya kudhoofika huku kwa ghafla kwa ufalme wa Babeli katika kitabu cha Habakuki 1:11 anasema, kisha atapita kwa kasi kama upepo, atapita na kuwa ana hatia, yeye ambaye nguvu zake ni Mungu wake. Dhambi Babeli ilitenda dhambi kubwa isiyosameheka kwa kuhesabu nguvu za Mungu wa mbinguni ni nguvu za miungu yao. Mungu katika maandiko ya manabii ya Ezekieli, ya Yeremia anaeleza kwamba kwa uwezo wake yeye aliruhusu ufalme wa Babeli utawale dunia, na moja ya kilio kikuu kilikuwa ni hicho kwa ufalme wa Babeli. Wafalme walitakiwa kutambua kwamba mamlaka yao inatoka kwa Mungu, lakini siku zote walikataa. Ni mfalme Nebukadreza ndiye ambaye hatimaye alikiri hicho kitu japo kwa muda mrefu, lakini mfalme wa mwisho ambaye ni Belshaza aliendelea kujiinua juu ya Mungu, akitukuza miungu badala ya Mungu. Kwa hiyo kitendo cha kujengeka sana na kuwa na nguvu kwa ufalme wa Babeli, wafalme walitukuza miungu yao badala ya kumtukuza Mungu wa mbinguni. Hivyo Mungu aliwavumilia kwa muda mrefu sana, hatimaye aliondoa uwepo wake kwao na ufalme ukaondoka. Ndiyo maana ya kwamba ufalme huu uliondolewa mabawa yake, mabawa yakafutuka, lakini pia ukasimamishwa kwa miguu ya mwanadamu. Mwaka wa 538 ndipo ambapo Danieli mwenyewe alishuhudia kuangushwa kwa ufalme huu wa Babeli. Alishuhudia kwa macho yake wakati Koreshi Mwajemi na Dario Medi wakiwa wanashirikiana, walikuja kupiga ufalme wa Babeli na ufalme ukaangukia mikononi mwa Wamedi na Wajemi, kama ambavyo Belshaza aliambiwa kupitia yale maneno ambayo hakuyaelewa yaliandikwa ukutani. Danieli akasaidia kuyatafsiri yale maneno, yakiwa na maana kwamba ufalme wako umepimwa na umeonekana umepungua, kwa hiyo umegawanywa, wamepewa Wamedi na Wajemi. Kwa hiyo ufalme wa Babeli mwaka 538 ukawa umeangukia mikononi mwa Wamedi na Wajemi. Ndiyo kitendo cha huyu simba kumalizwa nguvu zake na mabawa yake kufutuka. Ufalme wa Wamedi na Wajemi ulikuwa unaelezwa ukiwakilishwa na dubu ambaye alitokea kama mnyama wa pili mbele ya macho ya Danieli. Danieli anaeleza katika sura ya 7 mstari wa 5 anasema, natazama mnyama mwingine wa pili kama dubu, naye aliinuliwa upande mmoja, na mifupa mitatu ya mbavu ilikuwamo kinywani mwake katika meno yake. Wakamwambia mnyama huyo hivi, inuka ule nyama tele. Ufalme wa Wamedi na Wajemi ulikuwa na kiu ya damu na ukatili sana katika asili yake.
alianza kutawala alikuwa ni Dario Mmedi, na baada ya miaka miwili alirithi kiti Koreshi ambaye alikuwa ni Mwajemi. Dubu pamoja na wanyama wengine ambao Danieli aliwaona zilikuwa ni falme ambazo zilikuwa ni za wakati ujao, hazikuwepo wakati anaona maono. Wakati anaona maono haya alikuwa kipindi cha ufalme wa Babeli. Kwa hiyo alielezwa ufalme wa Babeli utakoma kabla hata ya ufalme wa Babeli kukoma. Dubu katika sura ya 7 ya Danieli ambaye anawakilisha Umedi na Uajemi ni sawa na kondoo mume ambaye anatajwa katika sura ya 8 ya kitabu cha Danieli. Pembe mbili za yule kondoo zilikuwa zinawakilisha Umedi na Uajemi, lakini pia huyu dubu alikuwa ameinuka upande mmoja na upande mwingine ameshuka. Sehemu iliyoinuka inawakilisha Uajemi. Uajemi ulikuwa ni ufalme wenye nguvu sana kuliko Umedi ambao ulianza. Ndio maana ya upande mmoja yule dubu alikuwa ameinuka, upande mwingine ameshuka. Ufalme huu umeelezwa katika historia kwenye kitabu cha Danieli sura ya 11, lakini pia katika sura ya 13 na 21 ya kitabu cha Isaya, lakini pia na katika kitabu cha Esta imeelezwa historia ya ufalme huu wa Umedi na Uajemi, jinsi ambavyo tabia yake ni ya kidubu. Ni taifa lililoibuka kula nyama nyingi, jinsi ambavyo lilikuwa na asili ya ukatili. Utaona kwamba hata katika sura ya 6 tuliona kwamba waliweka sheria isiyobadilika kwamba chochote kitakachotokea, hata kama watu fulani watateseka, watafanya nini, watakufa kikatili kwa sababu ya sheria hii, haijalishi. Basi ukatili huu uliwakilishwa na mnyama dubu ambaye naye ni mnyama katili sana ambaye anapatikana katika maeneo mbalimbali duniani. Historia ya ufalme huu wa Umedi na Uajemi ulielezwa kupitia pia ndoto ya mfalme Nebukadreza katika sura ya 2. Kwenye ile sanamu aliyoiota mfalme, kifua na mikono miwili ya fedha iliwakilisha ufalme wa Medi na Wajemi. Mkono mmoja wa Medi, mkono mwingine wa Ajemi, na iwakilishwa na madini ya fedha. Na ufalme huu wa pili ungeishia mwaka 331 kutoka mwaka 538 wakati ufalme wa Babeli unaanguka mpaka mwaka 331 kabla ya Kristo kuzaliwa. Baada ya ufalme wa Umedi na Uajemi kuanguka, ufalme mwingine wenye asili tofauti uliinuka, kwa mfano wa mnyama mwingine tofauti na wanyama wawili waliotangulia. Katika kitabu cha Danieli sura ya 2, kitu ambacho kilisababisha mfalme Nebukadreza apate ndoto ambayo yeye mwenyewe hakuikumbuka ni kwa sababu alikuwa kwenye kitanda chake akiwaza na kufikiria kwamba baada yake yeye ufalme utakuwaje. Alikuwa anawaza hasa future ya ufalme wake ama mambo yajayo kwa ufalme wake. Ndipo ambapo Mungu aliamua kumletea majibu ili kwamba aelewe baada yake kutakuwa na falme zingine zitakazoinuka. Kwa hiyo falme zingekuja na kuanguka, zingekuja na kuanguka. Ndivyo ambavyo katika sura ya 7 Danieli alionyeshwa wanyama wakija na kuondoka, wakija na kuondoka, wanyama hawa ambao waliwakilisha falme za dunia hii. Kwa hiyo ufalme wa Babeli ulianza ukatawala ukaondoka, ufalme wa Medi na Wajemi ukaja na ukatawala ukaondoka. Ndipo sasa Danieli anaona mfalme mwingine kupitia mfano wa mnyama chui aliyewakilisha ufalme wa Uyunani. Ufalme wa Uyunani ulikuja baada ya Umedi na Wajemi, unalinganishwa na wepesi wa chui na katika hali yake ya asili. Tena huyu chui alikuwa na mabawa 4, mabawa 2 zaidi ya simba.
Kwa hiyo kasi ya mfalme huyu wa Uyunani ilikuwa kubwa kuliko ya simba ambaye ni ufalme wa Babeli. Katika historia tunaona jinsi ambavyo kupitia mfalme Alexander the Great ama Iskanda Mkuu, alikuwa ni mfalme shujaa mwenye umri mdogo sana, na katika vita vyake vyote hakuwahi kushindwa vita hata moja. Ndiyo maana ya kasi kubwa sana ambayo iliwakilishwa na mabawa manne ya chui. Alishinda vita vyote alivyopigana. Huyu chui alikuwa na vichwa vinne. Tusome katika kitabu cha Danieli sura ya 7 mstari ule wa 6, anasema, kisha nikatazama na kumbe mnyama mwingine kama chui, naye juu ya mgongo wake alikuwa na mabawa manne kama ya ndege. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne, akapewa mamlaka. Mnyama huyo alikuwa na vichwa vinne. Vichwa hivi vinne vinawakilisha wanajeshi wake wanne. Alexander the Great alikuwa na makamanda wake wanne ambao walitawala baada ya yeye kufa. Alexander the Great alipokufa, basi wao wakachukua mamlaka ile, wakagawana. Mwingine akachukua mashariki, mwingine magharibi, mwingine kaskazini, mwingine kusini. Wakagawana mamlaka kwa namna hiyo, ufalme wake ukagawanyika. Ufalme huu wa Uyunani uliowakilishwa na chui mwenye vichwa vinne ni sawa na tumbo na viuno vya shaba vya ile sanamu ambayo mfalme Nebukadreza aliota, tunayoiona katika sura ya 2 ya kitabu cha Danieli. Hivyo tunaona kwamba tunaona uhalisia na uthibitisho wa jinsi ambavyo sura ya 7 ni sura ya 2 iliyopanuka, lakini sura ya 8 ni sura ya 7 iliyopanuka zaidi. Sura ya 8 inaonyesha Bebelu ambaye alikuja akampiga yule kondoo. Ina maana Bebelu alikuwa anawakilisha ufalme wa Uyunani. Alikuwa na pembe moja kubwa sana iliyochongoka mbele yake, katikati ya macho yake akaenda akampiga, akang'oa zile pembe mbili za yule kondoo. Ina maana ya kwamba ufalme wa Uyunani kupitia mfalme wake Alexander the Great ulikuja kupiga falme za Wamedi na Waajemi, zikaondolewa mamlaka yake, akachukua mamlaka yeye kama mfalme wa kwanza wa Uyunani. Na baada yake yeye kufa kunawakilishwa na kuvunjika kwa pembe ya ile kubwa ya Bebelu, kisha zikaota pembe 4 kwenye kichwa cha yule Bebelu. Inawakilisha vichwa vinne, ni sawa na vichwa vinne vya chui katika sura ya 7. Kwa hiyo ushujaa wa mnyama chui ulivyoelezwa katika sura ya 7 umeelezwa kwa ushujaa zaidi katika sura ya 8 ya Danieli. Ufalme huu wa Uyunani ulikoma mwaka 168 wakati ambapo nguvu nyingine juu ya dunia iliinuka, na kuanzia mwaka 331 wakati Wamedi na Waajemi wamekoma kutawala, basi mpaka mwaka 168 kabla ya Kristo ndipo ambapo ufalme wa Uyunani ulitawala. Nguvu tatu yani ya mnyama, yani nguvu tatu za Babeli, Medi na Uajemi na Uyunani ziliwakilishwa na wanyama watatu wa asili wenye nguvu zaidi duniani na mashujaa katika mwitu. Lakini wakati mnyama wa 4 alipotokea katika macho ya Danieli, wakati anaoneshwa yale maono, hakukuwa na mnyama mwenye sifa anayefanana na mnyama yule. Alikuwa mnyama mwenye asili yenye kutisha, yaani hafananishi na mnyama yeyote duniani.
alikuwa na meno ya chuma, kucha za shaba, pembe 10. Danieli mwenyewe alishangaa sana kumuona yule mnyama, na kadri tutakavyoona tutaona jinsi ambavyo Danieli katika kutaka kuelewa maono haya alitaka kujua zaidi kuanzia tu kwa mnyama huyu wa 4. Hao wengine watatu hata hakuuliza jinsi gani hawa wanyama ni nani na nani, lakini huyu mnyama wa 4 huyo ndiye alitaka ajue sana kwamba huyu ni nani na hivi na hivi na hivi ni vitu gani, kwa sababu alikuwa mnyama wa kutisha sana. Hebu tusome katika kitabu cha Danieli 7 mstari ule wa 7, anasema baadaye nikaona katika njozi ya usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kukanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza, naye alikuwa na pembe 10. Nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Malaika wakati anakuja kumfafanulia Danieli, malaika alimwambia Danieli kwamba katika mstari ule wa 12, na kwa habari za wale wanyama wengine walinyang'anywa mamlaka yao, walakini maisha yao yalidumishwa kwa wakati na majira. Yaani wanyama wale wengine watatu ambao mamlaka zao katika dunia zilikoma, mamlaka yao ilichukuliwa, lakini maisha yao yaliendelea. Maisha yao katika falme hizi yaliendeleaje? Yaani maisha ya falme za Babeli, Umedi na Uajemi na Uyunani yaliendeleaje, pamoja na kwamba mamlaka zao ziliondolewa? Na maana kwamba kila ufalme umewekwa akiba kwa ajili ya hukumu ya mwisho, kwa sababu kila ufalme utatoa hesabu mwisho wa siku mbele za Mungu, maana mamlaka ile aliyowapa alikuwa ni Mungu. Kwa hiyo falme hizo zimewekwa akiba kwa ajili ya siku ile kuu ya Mungu, siku ya hesabu, ya kutoa hesabu. Hii ilitajwa katika sura ya 2 pia kwamba wakati lile jiwe lisilofanywa kwa mikono ya mwanadamu lilipokuja kuipiga ile sanamu, zote madini yote kuanzia dhahabu, fedha, shaba, chuma na udongo, vyote vilisambaratishwa kwa pamoja. Maana yake ni kwamba hukumu itakapokuja itatolewa kwa falme zote hizi ambazo zimewahi kuitawala dunia, zote zitatoa hesabu yake. Mwisho wa mambo yote unapokuja, ndipo mwisho wa falme hizi, ndipo mwisho wa maisha ama wa kudumu wa falme hizi. Ukweli ule wa kwamba maisha ya wanyama hawa yalidumishwa, ukweli huo unawasilishwa pia katika sura ya 4 ya Danieli. Wakati mti aliouona yule mfalme aliona katika ndoto, wakati mti ule uliowakilishwa ulipokatwa, yule malaika mlinzi alisema kwamba shina libakishwe. Shina likabaki na mizizi ikabaki ardhini. Mizizi hiyo iliwakilisha kanuni na misingi ambazo Babeli ilijengwa kwazo. Maana yake misingi na kanuni ambazo Babeli ilijengwa juu yake, misingi hiyo ilibaki kuendelea kuishi katika dunia hii, pamoja na kwamba ufalme wa Babeli umekoma, lakini kuna mambo, sheria, kanuni za kidini na zingine za maisha ya kawaida ziliendelea kudumu. Kwa mfano, wakati Babeli tunasema ni ufalme ambao ulishapita, lakini kuna elimu ambazo asili yake ni Babeli zinafundishwa mpaka leo. Mfano, unajimu, astronomy ni elimu ambayo
Babeli ndio maarufu kwa kufundisha, ilikuwa maarufu kwa kufundisha elimu kama hizo, lakini pia elimu kama linguistics ilikuwa ni sehemu maarufu sana kwa kusoma lugha Babeli. Mambo kama hayo yamebaki katika elimu na lakini pia ibada kwa miungu mingi imeendelea mpaka leo. Pamoja na kwamba Babeli haitawali, lakini ibada kwa miungu mingi katika dini mbalimbali duniani inaendelea, hata katika Ukristo, hata katika dini mbalimbali za siri. Miungu mingi inaabudiwa, kila mungu akitaka abudiwe kwa namna yake, kama ilivyokuwa katika Babeli ya zamani. Kwa hiyo maisha ya mnyama wa kwanza ambaye ni Babeli, maisha ya ufalme wa Babeli yanaendelea kudumishwa kwa wakati na majira mpaka sasa, japo mamlaka ilishaondolewa, lakini maisha yake yanaendelea. Kanuni mbalimbali zinaendelea kuishi, zile ambazo zilianzishwa na ufalme wa Babeli. Wakati Umedi na Uajemi ulipoanguka, uliacha kanuni zake pia, kanuni zake za kiserikali, za kielimu, za kidini, ambazo bado ziko hai mpaka sasa hivi. Kwa hiyo Umedi na Uajemi nao umeacha mambo yake ambayo yanaishi mpaka sasa. Ndio maana ya wanyama hao kuendelea kudumishwa. Uyunani pia ulifanya hivyo hivyo. Kwa hiyo kila ufalme uliacha mambo yake. Uyunani ni maarufu kwa elimu, kwa elimu yenyewe ili civilize dunia kwa kiasi kikubwa sana. Elimu ya Kiunani ilienea sana, ndio maana mpaka leo wanafunzi, watu wasomi mbalimbali wanaposoma katika masomo mbalimbali, iwe sayansi, iwe lugha, wanasoma mambo mengi ambayo asili yake ni katika lugha ya Kigiriki. Mfano, biology comes from two Greek words. Kwa hiyo inatoka katika maneno mawili ya Kigiriki. Kwa hiyo elimu za sayansi, elimu za kifalsafa ambazo asili yake ni katika ufalme wa Kiyunani, elimu hizo zinadumu mpaka sasa. Lakini elimu ya Kiyunani iliingilia mpaka elimu ya Biblia, elimu ya kimbingu, elimu ya kiroho. Wayahudi wakapotoshwa kwa tafsiri mbalimbali ambazo ni za kifalsafa za kutafsiri maandiko, zikasababisha kuibua mafundisho ya uongo kupitia Biblia, kupitia maandiko matakatifu. Ndivyo ambavyo mpaka leo katika dini, katika Ukristo, mambo mengi, mafundisho mengi ya uongo yameibuka kwa sababu ya tafsiri zenye msingi wake katika elimu ya Kiyunani. Kwa hivyo Uyunani na misingi yake na kanuni zake na elimu zake unaishi mpaka leo, japo mamlaka ilishaondolewa. Ndio maana ya Danieli kuambiwa uhai wa wanyama ule ulidumishwa kwa wakati na majira. Hukumu itakapokuja itahukumu mambo yote hayo ambayo yanaendelea kuwa hai ya falme zote ambazo zimewahi kuitawala dunia. Wakati mnyama wa nne ama ufalme wa nne ulipoingia kutawala dunia, falme zile ambazo ama kanuni zile ambazo zilitumiwa na falme zilizotangulia za kukandamiza kanuni za mbinguni, kanuni za kimbingu, ufalme huu ulikuwa na sheria kandamizi kwa kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba hakuna ufalme mwingine uliotangulia ambao ulifanya kazi kama hiyo. Ndio maana huyu mfalme ama mnyama wa nne hakufananishwa na mnyama yeyote, alifananishwa na mnyama wa kutisha ambaye haelezeki kwa asili ya uumbaji ya wanyama ambao wanapatikana katika dunia hii. Ufalme huu wa nne ambao uliwakilishwa na mnyama wa kutisha ni ufalme wa Rumi ama Roma. Roma katika dini, ufalme wa Roma umegawanyika katika sehemu mbili. Ufalme wa Roma ya kisiasa peke yake, lakini pia ufalme wa Roma ya kisiasa na kidini, umeunganisha dini na serikali katika mamlaka moja. Sasa
ufalme wa Roma katika dini ulifufua makosa yote ya Babeli ya zamani, ya Umedi na Uajemi wa zamani na Uyunani wa zamani. Ulifufua mambo yote, udanganyifu kawa ni wa kiasi kikubwa sana. Ndiyo maana katika kitabu cha Ufunuo 17 umetajwa kama Babeli mkuu, yaani tena anatajwa tena, ana jina la siri, kwa Kiingereza anasema mystery Babylon. Maana yake yeye ameunganisha vitu vyote, yaani mataifa mengine yote, falme zote zilizotangulia, upagani wote uliokuwemo katika falme hizo uko ndani ya ufalme wa Roma. Sasa ndio maana hata katika kitabu cha Ufunuo 13 ufalme huu wa Roma umetajwa kwa kuwakilishwa na mnyama ambaye ana sifa za wanyama zaidi ya moja. Sifa za wanyama wote watatu wa simba, dubu na chui wamewekwa katika mnyama mmoja. Ufunuo 13. Ufunuo 13 mnyama mmoja alitokea katika bahari akiwa na kinywa kama cha simba, lakini pia alikuwa kama chui, lakini alikuwa na miguu ya dubu. Hivyo ufalme wa Roma umechukua sifa zote za wanyama, kanuni zote za kidini za kinini zimechukuliwa na Roma, zote zipo katika mamlaka moja ya Roma ya kidini, hasa ya kidini. Katika elimu iliendeleza makosa yale yale ya Kiunani ama ya Uyunani, makosa ya elimu katika nyanja mbalimbali, hasa ya kiroho, ya kimafundisho ya maandiko matakatifu, ile ambayo inagusa mamlaka ya Mungu. Katika ukatili, dola ya Rumi ilifuata nyayo za Umedi na Uajemi. Umedi na Uajemi uliowakilishwa na dubu, mnyama mkatili, sifa zile zilichukuliwa na dola ya Rumi. Kwa hiyo ndiyo maana dola ya Rumi inakuja kuwa mnyama ambaye hana sifa moja ya kufananishwa na mnyama wa asili katika dunia hii, akawa ni mnyama wa kutisha sana. Kwa ufalme wa Rumi ulikuwa na sifa zote za falme tatu zilizotangulia, na kama ambavyo unawasilishwa katika kitabu cha Ufunuo 13. Ufunuo 13 mstari wa kwanza hadi wa pili nasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. Mnyama huyu wa nne aliyewakilisha ufalme wa Roma, ambaye alifuata ufalme wa Uyunani, alikuwa na pembe 10 ambazo malaika alisema ni wafalme 10 watakaoinuka. Katika Danieli 7:24 malaika alimfafanulia Danieli kwamba hizo pembe 10 ulizoziona ni wafalme 10 watakaoondoka ama watakaoinuka. Mnyama huyu wa nne ni sawa na miguu ya chuma ya kwenye ile sanamu ambayo mfalme Nebukadneza aliota katika sura ya 2 ya kitabu cha Danieli. Miguu ile ya chuma kama ufalme wa 4 juu ya dunia, ndiyo mnyama huyu wa kutisha mwenye pembe 10. Lakini zaidi anaenda mpaka kwenye nyayo zenye mchanganyiko wa chuma na udongo. Vidole 10 ndio zinawakilisha, ni sawa na pembe 10. Vidole 10 vya ile sanamu katika sura ya 2 ni sawa na pembe 10 katika kichwa cha mnyama huyu wa 4. Sasa tuone hizi pembe 10 zilikuwa zinawakilisha nini? Pembe 10 zilikuwa zinawakilisha falme 10 ambazo zitainuka kutoka kwenye huu ufalme wa Rumi. Ufalme wa Rumi historia yake ulianza mwaka 168 kabla ya Kristo, lakini unatajwa kuanguka mwaka 476. Roman Empire ikaanguka. Ilianguka kwa sababu za ndani, vita vya ndani. Makabila
kutoka kaskazini mwa bara la Ulaya na Asia yaliingia katika dola ya Rumi kati ya mwaka 351 baada ya Kristo mpaka mwaka 483 baada ya Kristo, na ufalme wa Rumi ulivunjika ukagawanyika katika sehemu 10. Yaani ulikuwa ufalme mmoja ambao umeshikamana kitu kimoja, lakini baada ya vita vile kutoka kwenye makabila mbalimbali ya Asia na Ulaya, ufalme ule ukagawanyika ukawa vipande vya mataifa 10 yanayojitegemea, lakini bado ukiwa ufalme wa Rumi ukiwa unaendelea. Kwa sababu gani? Malaika akiwa anamtafsiria Danieli alimwambia ufalme wa nne mwisho wa ufalme wa 4, hakuna ufalme wa 5. Ufalme wa 4 ndio wa mwisho wa kuitawala dunia. Ufalme wa Roma unaendelea kupitia mataifa haya 10 ambayo yalijitokeza baada ya Roma iliyounganika ambayo ni chuma peke yake ilipovunjika. Na sasa kitendo cha mataifa haya kutokea mataifa 10 ni chuma kukoma kutawala, na sasa muda wa udongo na mchanganyiko wa chuma na udongo kutawala. Hizi falme 10 zilizojitokeza kutoka kwenye ufalme huu wa Roma ni mataifa yanayojulikana leo, ambayo ni moja, Ureno, Ufaransa, Uingereza, Hispania, Ujerumani, Uswisi, Italia, Vandali, Heluli na Ostrogoth. Mataifa haya matatu niliyotaja mwishoni, Vandali, Heluli na Ostrogoth, leo hii hayapo katika ramani ya dunia, na tutaona kwa nini hayapo, lakini mataifa tu yale 7 ndiyo yapo mpaka sasa. Kulikuwa na wakati ambapo dola ya Rumi ilikuwa na fursa ya ajabu sana ya kuweza kumpokea Mungu wa kweli. Roma ilikuwa ni ufalme wa ulimwengu wakati ambapo maisha ya Kristo ya kimwili yalikuwepo hapa duniani. Upande wa Babeli, Mungu aliwatuma watu wake. Yaani na maana Mungu alikutana na ufalme wa Babeli ana kwa ana kupitia watu wake. Lakini ni tofauti sana na ufalme wa Rumi. Ufalme wa Rumi ulikutana na Masihi mwenyewe ana kwa ana. Yaani ulikuwa na fursa ya kuongolewa na Masihi. Babeli walikutana na Waisraeli, walikutana na Mungu kupitia Waisraeli, lakini pia Wamedi na Waajemi walikutana na Mungu kupitia Waisraeli wakiwa kule utumwani, lakini pia Wayunani walikutana na Mungu kupitia wao wenyewe kuhusiana kwa ukaribu sana na makuhani wa Israeli ama wa Kiyahudi. Lakini wote hawa hawakuwa na uzuri wa kutokumjua Kristo, kwa sababu walikutana na watu ambao walimtangaza Mungu na Kristo. Lakini ufalme wa Roma ulikuwa na fursa ya ajabu, ulikuwa na fursa nzuri sana yenye ilimiminwa, nafsi ya mwana wa Mungu ilimiminwa mbele ya ufalme wa Rumi ili uweze kumpokea. Lakini ufalme wa Rumi hakumpokea Yesu, ulimtesa na kumsulubisha msalabani. Muhuri uliokuwepo kwenye kaburi la Yesu ulikuwa ni wa Kirumi. Kanisa la kwanza la mitume ama wafuasi wa Kristo aliowaacha liliteswa vikali sana na dola ya Rumi. Wakati dola ya Rumi hii ambayo ilikuwa ni ya kisiasa pekee imeelekeza nguvu nyingi katika kuwatesa Wakristo, hukumu kutoka kwa Mungu ilikuja. Hukumu ya Mungu kwa dola ya Rumi imekuja mara nyingi ambayo imewakilishwa na baragumu 7. Baragumu 7. Baragumu hizi zinataja hukumu kwenye dola ya Rumi. Kwa hiyo hukumu ilikuja ambapo ufalme huu uligawanyika. Wakati dola ya Rumi inawatesa Wakristo wa kwanza, ilikuwa ni ufalme ambao ni chuma peke yake, unashikamana, Roma iliyoshikamana. Lakini baada ya kuwatesa watakatifu, watesa Wakristo wa karne za kwanza, hukumu ilikuja, ufalme ule ukagawanyika katika sehemu 10, na ndio mwanzo wa pembe zile 10 kutokea. Tunaposoma
unabii huu tunaonyeshwa jinsi ambavyo falme hizi zilihusiana kwa karibu sana na watu wa Mungu. Ndiyo maana unaona kila ufalme kwa namna moja ulihusiana na watu wa Mungu, aidha Israeli wa kimwili ama Israeli wa kiroho. Kianza na ufalme wa Babeli ulihusiana na watu wa Mungu. Ufalme wa Medi na Uajemi ulihusiana na watu wa Mungu. Ufalme wa Uyunani ulihusiana na watu wa Mungu. Lakini ufalme wa nne pia ulihusiana na watu wa Mungu, aidha kwa uzuri ama kwa ubaya. Ndio maana falme hizo zimewekwa katika maandiko. Hivyo sisi tunaposoma huu nabii tunapaswa kuelewa dhamira ya Mungu kutuonesha mambo haya ni nini. Hii sio historia tu ya kusoma ukae tu unajua, bali ni kuelewa kusudi la Mungu lilikuwa ni lipi, la Mungu kuwahusianisha watu wake na mataifa haya ya kipagani na falme hizi za kipagani zilizomjua Mungu. Tumesoma historia ya wana wa Israeli kukaa katika ufalme wa Babeli. Walikutana matukio gani? Mambo gani tunayojifunza kutokana na wao kuhusiana na falme hizi za kipagani? Mambo ambayo kwa kweli leo hii yatakuja kutokea mbele ya macho yetu. Yanatokea na yatatokea. Kwa namna gani sisi kama watu wa Mungu leo tutakutana, tutahusianishwa kwa karibu tena na mamlaka za kidunia, aidha kwa uzuri ama kwa ubaya. Sisi tuna kusudi letu la kufanya, lakini pia watawala wana jukumu la kufanya kwa watu wa Mungu. Tunapaswa kuelewa kwa undani sana haya mambo, ili kwamba tuelewe kwamba kitu gani ambacho Mungu anahitaji kutufundisha kupitia unabii huu. Maandiko yanasema neno la unabii ni kama taa ing'aayo gizani, ili kwamba tuweze kuona, tusitembee gizani. Mungu wetu ni wa neema sana na upendo mwingi. Tunapoendelea kusoma kitabu hiki cha Danieli na Ufunuo, Mungu akatusaidie ili kwamba tupate kuwa na uzoefu tofauti sana wa kiroho, jinsi ambavyo Mungu ametupendelea kujua siri hizi, ili kila mmoja hukumu inapokuja asiseme sikujua jambo, sikujua neno, bali kila mmoja awajibike kwa nuru ambayo aliipata. Bwana akubariki sana. Tutakuja kuendelea katika sehemu ya pili ya kitabu hiki cha Danieli sura ya 7, tuone ufalme huu wa Rumi uliendeleaje. Tumeishia sehemu ambayo inasema ufalme huu ulipata hukumu kutoka kwa Mungu, ukagawanyika sehemu 10, na hizo ndizo pembe 10 za mnyama wa 4, na hizo ndizo vidole 10 vya sanamu ile aliyoiota mfalme Nebukadreza. Tutaona baadaye, tuje tuone kuhusiana zaidi na mnyama huyu wa 4, maana huyu ndiye aliyeelezwa zaidi kwa maswali ambayo Danieli aliuliza akitaka kujua zaidi. Lakini pia tutaona juu ya swala muhimu la kiroho lililowasilishwa katika sura hii ya 7, hukumu ya upelelezi mbinguni, ambayo ndiyo tunapaswa kuitambua zaidi. Tunapaswa kuelekeza usikivu wetu na umakini wetu hapo, maana baada ya hukumu hiyo basi utakuwa ni muda wa Yesu Kristo kuchukua ufalme wake, kuondosha dunia hii, kuondosha falme zote za dunia hizi ambazo zimedumishwa uhai wake kwa wakati na majira. Ndipo sisi tunapaswa kufahamu sehemu yetu na wajibu wetu. Bwana tusaidie sana, tukutane katika kipindi kingine. Amina.